kawaida. Kawaida. Haji Manara kama mguu mmoja waliwacha Simba hivi. Hamna, yule saizi ni mind game. Kuna kitu wanakitengeneza ila watu wengi hawajui. Wao wanachojua kwamba anachokiongea Manara ni kitu ambacho kimenyooka, ni kweli, lakini binafsi muda wote alikuwa wapi? Wale madhaifu ya hiyo klabu ambayo anaizungumza sasa hizi ameanza jana. Si hapo muda mrefu. Kwa nini yeye ameyaona leo zaidi? Maana binafsi kuna kitu kipo ila watu hawakijui kiko nyuma ya panzia kuelekea hii dabi. Kwa hiyo binafsi sisi tusiingie kwenye maneno yake. Sisi tupambane na kujipambania klabu yetu. Ndipo tutaenda kufanikiwa. Lakini kama tutajaa kwenye mfumo tukaona kwamba Manara anagombana na Young Africa, basi sisi tujae kwenye mfumo kwamba anaona kama anatutetea sisi, hapana. Yeye kuna kitu anakitengeneza ili sisi tujae kwenye mfumo tuweze kwenda kupotea kwenye hiyo game. Na mimi nawaambia tu mashabiki na wanachama, kama watu waamini, majibu watayaona. Kama Simba atashinda, Manara ataendelea kuwagongelea misumari kwa sababu tayari kashaondoka. Kwa sababu ndo tayari kashaianzisha ngoma. Lakini kama Simba atafungwa, Manara atabadilika na ataendelea kuwasifia Yanga. Kwa namna ambavyo anazungumza, pesa zimekuwa nyingi sana. Na Yanga wamekuwa wakiamini kwamba Manara bado ni Simba ila Young Africans alienda kufanya kazi. Angekuwa bado ni Simba asingepewa kadi ya wanachama. Kaenda kule kapewa kadi ya wanachama, na hata ukiona press yake ya juzi jana kuna kitu alikizungumza. Anakwambia mimi nilikuwa nacheza mpira wakati kwenye wale bado vijana wadogo. Tulikuwa na awamu kama 2 hivi. Ina maana yeye anajidhihirisha kwamba alikuwa Yanga muda mrefu. Kama umemsikiliza vizuri kauli yake jana. Sikiliza vizuri. Maana yake alikuwa Yanga toka akiwa kijana mdogo na alishiriki kwenye kucheza mpira akiwa Yanga, akiwa kijana mdogo. Kwa hiyo kajidhihirisha kwamba jana yeye ni Yanga kweli. Simba ndo alikuja kufanya kazi. Ila yeye ni Yanga na kweli karudi nyumbani Jangwani. Na ndio maana akasema hakuna mtu yoyote wa kunisumbua. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kunibuguzi mimi. Kuna nani anayejua Yanga zaidi kuliko mimi? Wale waliokuwa pale wale. Kutoka Makotopola suka wataja suku kutoka wapi? Umeona? Kwa hiyo hakuna anayejua Yanga zaidi ya yeye. Kwa hiyo wote kwake yeye wako chini. Hakuna atakayemsumbua kwenye Yanga. Pamoja na yote aliyozungumza, kuna kauli moja aliyoachia kwamba wana Simba wasijione kama wapo vizuri. Kuna mtu ambaye bado anachomesha mambo yao. Ulisikia ile kauli na mlipokeaje na mnaifanyia kazi kwa namna gani? Binafsi ndio maana nimesema hiyo ni mind game. Sisi tutaichukua kauli yake na tutaendelea kupambana naye kwa sababu wenyewe tunajua kwenye Simba kwamba changamoto zipo na zinaendelea kufanywa kazi kuhakikisha Simba inarudi kwenye hali yake ya kawaida. Na yeye kama anaamini kwamba Simba kuna mtu ambaye anapigisha shoti tofauti na hao wanaozungumzwa ndani ya klabu, ana mamlaka kuwataja, sababu hata yeye pia alisema alipigishwa shoti mpaka kukosa ajira Simba Sports sababu watu walimfungia kingamuzi na kumuona kwamba ameenda kwa engineer. Umeona bwana? Sasa kama watu walikuona wewe wakati unaenda kwa engineer na wakakutaja wakakupiga chini kwenye kazi, saizi naye anaweza akataja kama kweli anamjua adui wa Simba ni fulani, amtaje. Lakini anaposema kwamba huyo mtu kama hajajulikana na kama hajatoka, basi Simba sio ile miaka 6 aliyosema, miaka 50 Simba achukue ubingwa. Yaani ubingwa atachukua nyuma mwiko. Sasa sisi tutakaa na kusubiri kama kweli nyuma mwiko atachukua miaka 50 au miaka 100. Tupo hapa tutaona kama huyo mtu atasababisha kwamba Simba sichukue ubingwa miaka hiyo yote. Pamoja na hayo ameonekana yakisikia baadhi ya wachezaji ambao Simba amekuwa amewasubiri msimu huu. Ndio imewapa sana utata wana Yanga kwamba huyu jamaa inakuaje na sifia wachezaji ambao hawaihusu timu yake. Kusifia ni jambo la kawaida. Sawa, kusifia ni jambo la kawaida. Hata alipokwenda kule alisema yeye ameajiriwa kama kocha kama mchezaji. Umeona bwana? Ndio maana kaenda kule. Sasa hivi kumsifia mchezaji wa Simba, wewe usishangae kwa sababu kashafanya kazi Simba miaka 7. Hata utashangaa vipi Manara kusifia wachezaji wa Simba? Ni jambo baya. Umeona bwana? Na sio Manara tu, hata Alikamwe ana uwezo wa kusifia wachezaji wa Simba. Umeona bwana? Ahmed Ally ana uwezo wa kusifia wachezaji wa Yanga wanaofanya vizuri. Umeona bwana? Kwa sababu huwezi kuficha kimvuli chako. Mchezaji akiwa bora anasema mchezaji ni bora. Kwani kumzungumza kwamba mchezaji ni bora dhambi? Sio dhambi. Umeona bwana? Sasa mheshimiwa diwani kumsifia mchezaji wa Simba dhambi? Sababu ni diwani huyu. Kariakoo. Diwani anayeongoza Kariakoo ambao Kariakoo yenyewe Simba anapoishi. Anapoishi na yeye mpaka kwenye bwawa kule, manake nako inawezekana akawa anapaongoza mpaka kule. Sababu itakuwa maeneo yake yote. Kwa hiyo ana haki kumsifia mchezaji wa Simba na hakuna mtu ambaye anawezekana akamkalia juu yake kumwambia kwa nini umsifia mchezaji wa Simba? Kisa kapewa ile kadi ya nyuma mwiko. Sio sababu. Kwa namna hii issue ya Manara inavyoenda ni wazi kwamba dabi ya kuelekea tarehe 1 ni ngumu sana kwa upande wa timu zote mbili. Dabi ni ngumu sana kuelekea pande za timu zote mbili, lakini wao naamini inaonekana inakuwa ngumu kwao kuliko hata sisi. Kwa sababu sisi ndio tutakuwa tuwe na hofu na ile mechi, lakini uwezi amini wao ndio wana hofu zaidi na mchezo kuliko sisi. Umeona bwana? Ndio maana wamehangaika na kuhakikisha kwamba uwanja hautotumika pale kwa Mkapa, wakatumia New Amani Zanzibar kutafuta namna gani watapata matokeo kwa mara ya 7. Sasa sisi binafsi hatuhofii hilo. Kikubwa sisi tulichokuwa tunakingangania ni kufuata kanuni na sheria za mpira wa miguu. Hicho ndio kitu kikubwa ambaye tulikuwa tunafocus nacho. Sisi
Muona bwana, haiwezekani tu mtu akawa juu ya sheria anajipangia tu na mechi itapigwa sehemu fulani na muda fulani, alafu bodi ya ligi wao wanaidhinisha. Ni kitu ambacho kiwezekana. Ndio hicho ambacho Simba wameandika barua kwa ajili ya kupata ufafanuzi kwenye hilo, lakini sio kwamba watu wanaposema kwamba Simba kama kawaida yake anaanza kuiogopa Yanga. Kila tuwezi kuogopa nyuma mwiko. Ukitazama mechi mbili ambazo amecheza Young Africans dhidi ya Cosmopolitan pamoja na Namungo juzi, hapo ka compare na mechi ambazo amecheza Simba dhidi ya Tanzania Prison pamoja na wale kutoka FA, mechi ya FA. Ukitazama ni kwamba Simba imezidi kuimarika kiasi kwamba wana Yanga wameanza kuwa na hofu. Hofu wanaweza kuwa nayo, lakini pia wanachokiamini wao kwenye mchezo huu, wanajua kwamba wao mizizi zaidi mpira baadaye. Yaani hicho ndo wanachokiamini, sio kitu kingine. Wao wanaamini mizizi zaidi kuliko mpira. Kwa mimi ninachokiamini kwenye huo mchezo, hautakuwa mchezo mwepesi, lakini utakuwa mwepesi baada ya mtu kuanza kupata matokeo. Ndio mchezo utaanza kuwa mwepesi. Sababu mtu inawezekana mpaka half time unaongoza goli 2, goli 3, mchezo tayari unabadilika. Unakuwa tayari uwanja umeshainama unaelekea upande mmoja. Kwa naamini binafsi huo mchezo mpaka hafu ya kwanza itakuwa ishaonyesha dira ya hiyo mechi, nani kwake itakuwa nyepesi. Lakini kabla mchezo kuchezwa, saa hizi joto limepanda, kila mmoja mchezo wake ni mgumu na anajipanga kuelekea mchezo huu, na wao wanajipanga zaidi kuhakikisha wanaenda kupata ushindi wa mara ya 7, lakini sisi tunaenda kujipanga kuelekea kwenda kuvunja uteja. Kwa hiyo uangalie hapo jinsi gani kulivyokaa. Wao wanajipanga kuongeza namba, lakini sisi tunaenda kujipanga kwenda kuipunguza namba ya kufungwa mara nyingi. Kwa hiyo unaona kwamba mchezo huu utakuwa ugumu pande gani? Pande zote manake zitakuwa ngumu. Upande wao unakuwa mgumu, lakini wetu utakuwa mgumu zaidi kwa sababu hatutokubali kufungwa mara 7 mfululizo. Kuelekea mchezo huu, maoni yamekuwa mengi kwamba kuna mtu pengine kati ya Simba na Yanga, kuna mmoja huwa ana upepo na uwanja wa New Amaan Zanzibar. Pengine Simba ina uwezo kwenda kupata matokeo mazuri katika uwanja ule, ikizingatia Young Africans huwa anautumia kama uwanja wake nyumbani. Inawezekana, lakini mimi ninachokiamini mchezo wa mpira miguu unashinda kokote. Hata kama utawekwa kwenye maji pale, magoli yatawekwa, basi mnaweza kushinda. Kikubwa tu kuwa na kikosi bora, kuwa na management bora. Hicho ndo ninachokiamini mimi, kwenda kupata matokeo yanakuwa bora. Unaona bwana, lakini kama hivyo vitu huna, huwezi kupata matokeo bora. Hata kokote utakapopeleka mchezo utafungwa tu. Kwa hiyo ninachokiamini mimi binafsi kwa Simba Sports, kuhamisha kwa Mkapa kupeleka New Amaan Zanzibar sio sehemu, sio story yani kwetu. Yaani story kwetu wao kuwa juu ya sheria, hiyo ndio story kwetu. Lakini wao kupeleka uwanja kule kwetu sio story. Lakini pia ukiangalia michezo 6 tawalio yote wameshinda Benjamin Mkapa. Sidhani kama walishinda nje ya Benjamin Mkapa. Pengine kuutoa mchezo Benjamin Mkapa inawezekana wakaondoa ile neema yao ya kupata matokeo, wakaenda kupata matokeo mabaya. Na mimi hilo naliona pia. Inawezekana pale wakaenda wakafunga. Pamoja kwenye michezo yao ya kimataifa hawajapoteza mchezo hata mmoja. Umeona bwana, wameshinda lakini wametoa sare. Kwa hiyo naamini binafsi hicho ni kitu ambacho kinawapa nguvu kwamba wamechukua alama 7 pale New Amaan Zanzibar. Umeona bwana, wametoa sare zidi ya National Real. Kwa hiyo naamini wakienda Simba pia wanawezekana wakapata alama 3 kirahisi. Lakini waambie hawezi kupata alama 3 kirahisi. Wapambane kwa jasho na damu ndipo wapate alama 3. Lakini wakiingia kwa kuchukulia kwamba Simba tuchamfunga michezo 6, sisi tunaenda kumkandamiza vizuri tu pale. Bila shaka. Na wenyewe wamekupa jina pale Guantanamo. Maana lile ni gereza. Na sisi tunataka kumwambia gereza lile kwa hapa NBC Premier League, yeye anakuwa wa kwanza kufungwa kwenye lile gereza kwa sababu hajawahi kupoteza mchezo mpaka sasa katika michezo yote aliyocheza. Kwa hiyo utakuwa mchezo wake wa kwanza kupoteza jua hilo gereza ambaye kaliandaa. Kwa namna ambavyo Simba imeamua, tunatazama Simba imetia kambi Dodoma kuzisaka alama 6. Mpaka sasa nimeshapata 3 na siku ya kesho mnaenda kuzipambania alama zingine 3. Wakati Young Africans ameenda kuziokota alama 3 dhidi ya Namungo na kesho ana mchezo dhidi ya JKT uwanja wa KMC. Hiyo yote ni kuelekea dabi. Pengine tutarajie Simba haya itakuwa maandalizi rasmi sasa kwenda kuwakabili Young Africans. Hayo ni maandalizi ya kuelekea kwenda kuchukua alama 9 kwa sababu malengo yetu ni kuchukua alama 9. Tumeshachukua 3, tunatakiwa tuchukue 3 nyingine kesho panapo majaliwa inshallah. Tukimaliza hapo tunarejea Dar es Salaam na hakuna kupumzika. Maana naamini timu Ijumaa moja kwa moja itasafiri kuelekea sehemu husika. Sababu sijapata taarifa nyingine tofauti toka Simba waandike barua yao ya kuomba ufafanuzi kwa bodi ya ligi. Sijapata taarifa yote tofauti. Kwa hiyo naamini mchezo utakuwa huko pale pale. Kama kutakuwa na tofauti yoyote, basi lolote litatokea baada ya mchezo wa kesho kumalizika. Lakini kama hakuna tofauti, ninachoamini mimi timu Ijumaa itasafiri kuelekea New Amaan Zanzibar kwa ajili ya kujipanga na mchezo huo. Hakuna namna kwa sababu ndio mchezo ambao unafuata baada ya mchezo wa kesho. Lakini kesho naamini mchezo hautakuwa mwepesi. Mchezo utakuwa mgumu, lakini ninachoomba mimi binafsi Dodoma Jiji waangalie walichokifanya Tanzania Prison. Tanzania Prison tunawajua ni wazee wa kwata. Sawa, lakini mwisho wa siku ule mchezo walicheza kwa nidhamu. Alafu zilikuwepo za kawaida, hazikuwa kubwa hivyo za kuwasababishia injury wachezaji wetu na kuwakosa kuelekea kwenye michezo inayofuata. Kwa na wao pia wafuate nyayo zile zile walizozifanya Tanzania Prison kwenye mchezo uliopita. Binafsi la 22 wacheze mpira ule ule, wacheze kwa nidhamu. Kama watapata ushindi basi watapata ushindi kwa uwezo wao uwanjani. Lakini kama watapotea, maana watapotea kwa kuzidiwa uwezo na Simba uwanjani. Lakini wasiweze kucheza kwa kukamia wachezaji wetu
tukaenda tukawakosa kwenye michezo inayofuata. Kwa hiyo mimi naamini binafsi nidhamu inatakiwa itawale kwenye huo mchezo. Ndio jambo kubwa kwa Dodoma Jiji, tunawaomba sana nidhamu itawale kwenye huo mchezo. Maana huwa wanatokeaga watu kuwawekea hela ya bonus ili waifunge Simba ili wao wafly na wapate ile pesa. Sasa waifunge Simba kwa uwezo. Hata kama wanawekewa bonus ya milioni 100 haina shida, lakini wacheze mpira, wacheze miili ya wachezaji wetu. Kikubwa waheshimu wachezaji wetu ili sisi tuende kupata kile kinachostahili. Kama watapata alama 3 basi itakuwa ni favor kwao, kwa sababu wako nyumbani, wako kwenye uwanja ambao wameuzoea, uwanja ambao wameuishi, yani ni nyumbani kwao. Wao wacheze kwa nidhamu, waiheshimu Simba ili waweze kupata matokeo, lakini wasicheze kwenye miili ya wachezaji wetu. Hicho ndio kitu kikubwa ambaye nawapa angalizo Dodoma Jiji. Tuna kazi kubwa na hawa nyuma mwiko sisi. Yani hao tuna kazi nao kwelikweli. Sasa kuwaumiza wachezaji wetu muhimu, tukaenda kuwakosa kwenye huo mchezo utatuuma sana. Sababu tunaamini kwamba kupitia Libase Gwe, kupitia Ino Jeruti, lakini kupitia Aiseula yule Mkulia mimi namuita. Hawa watu watatu ukimchukulizia Kratos Chama kumuumiza ni kazi ngumu sana. Ndio maana nawataja hawa kwa sababu ni wageni kwenye taifa hili la Tanzania. Lakini Chama kumuumiza ni jambo gumu sana. Chama yeye muda wote anakuambia don't touch me, yani usimguse na usimchafue. Yani anajua jinsi gani ya kucheza na timu hizi ndogo ndogo. Kwa hiyo Chama sina shaka naye, yani hawezi kupata injury kwenye huo mchezo kwa sababu anajua jinsi gani ya kucheza na hivi vitimu vidogo vidogo vya hapa Tanzania kwa sababu anavijua vizuri. Lakini kwa wachezaji hao ambao nimekutajia ni wageni ambao hawawajui vizuri hawa wachezaji wa hivi vilabu vidogo hapa Tanzania. Kwa hiyo naamini binafsi wao waangalifu kwenye hilo, na ndio maana nimetoa tahadhari kubwa kuelekea huo mchezo. Lakini naamini kwa Chama, lakini pia kuna Ismail Tule pia atakuwa mwenyewe kuwa mwangalifu sana kwa sababu yuko kwenye eneo la ulinzi. Asipokuwa mwangalifu anawezekana akaikosa dabi. Na wao binafsi nadhani wana hamu, wana morali na hiyo dabi. Je, wanachezaje dabi? Lazima wawe makini, wacheze mpira kwa nidhamu ili mradi waende kupambana kwenye dabi. Kwa hilo ndo agizo langu kwa Dodoma Jiji. Agizo langu kwa wachezaji wa klabu ya Simba, hasa hawa professional player ambao wamekuja kwenye ile ingizo jipya. Wajiangalie sana na hicho kitimu ambao wanacheza nacho kesho. Wasije wakaumia tukakosa ile ladha halisi ambayo tunataka kuiona. Kwa sababu ile mechi dhidi ya Tanzania Prison, kikosi ambacho kakipanga kocha wetu kile ndio first 11 ya Simba. Kile alichokipanga juzi, ile maka nilo mbaya ile. Kile kikosi ambacho kimepangwa juzi ile nilo mbaya. Yaani kile kikosi kama nakiona kwenye tarehe moja kimeshapangwa kile. Nyuma mwiko mpaka half time. Basi wakukubali kwamba kasharuhusu kuanzia Jumatatu. Hakuna golikipa kutusumbua sisi kwamba Libasi asipige mpira kambani. Sijamuona golikipa kumwambia Ino Jeruti asiweze kupiga mpira kambani. Sijamuona golikipa kumzuia Sulemani Mwalimu asiweke free header. Sijai kumuona pale golikipa. Aiseula lazima aende kambani hata mara 2. Namuona kwenye hiyo mechi. Lakini Chama anaenda kufunga tena. Mchezo wake wa mwisho alifunga kwenye FA ambaye Yanga alivunja timu. Ndio alifunga goli moja, ambaye mchezo wao Simba alishinda goli 4-1. Naamini Chama anaenda kuwasababishia tena nyuma mwiko kuvunja timu. Hiyo mechi ya tarehe moja, Chama anaenda kusababishia nyuma mwiko kuvunja timu. Lazima aende kambani. Kuelekea mchezo huo, adhabu ambazo alikuwa amepewa mchezaji Jonathan Soa pamoja na kiungo Alassane Kante zimetamatika. Katika mazingira hayo tumepata taarifa kwamba Jonathan Soa amerudishwa kutoka Dodoma ikiwa inaelezwa kuna utovu wa nidhamu hadi kambini. Umeipata taarifa hiyo? Hiyo taarifa sina, ndio wewe unanipa hiyo za chini ya carpet. Hiyo taarifa sina, lakini Simba ni waumini sana wa nidhamu. Kama mchezaji kweli anakuwa na nidhamu yake na kuwa na changamoto. Tulimuonaga Bernard Morrison, sio wageni. Bernard Morrison alikuwa ameikosa mechi ya kimataifa. Akakaa na alikuwa mchezaji mzuri na alipambana kwenye mechi ya kwanza, lakini mechi ya pili aliikosa kwa sababu ya utovu wake wa nidhamu. Kwa hiyo kama Jonathan Soa kuna matatizo ameyafanya kambini, basi kwa sababu kanuni zipo na sheria zipo ambaye Simba wamejiwekea, lazima zichukue mkondo wake. Kwa hiyo kama amerudishwa kambini kwa sababu ya utovu wa nidhamu, sawa, atatumikia utovu wake wa nidhamu, lakini siamini kwamba kumkosa yeye kutokuwepo kwenye dabi kutakuwa na shida. Mimi kwangu hakuna shida, kwa sababu hata ukiangalia toka ameingia ndani ya Simba bado hajatupa kile kitu ambacho tunakihitaji, ambaye alikuwa anakionyesha akiwa yuko kule Singida. Kwa mimi naamini binafsi ana muda mwingi sana wa kujiongeza na kupambana mazoezini kuhakikisha kwamba anapata namba yake, kwa sababu wachezaji wa kigeni yeye ndio amebaki kwenye position ya namba 9. Ukiangalia Mokwala Ndese hayupo, maana kabaki yeye. Sasa kama kabaki yeye atakuwa awe na nidhamu ya kutosha, apambane ahakikishe kwamba Simba wamemwacha yeye kama dila na yeye ndo wanamtegemea kwenye nafasi hiyo ya namba 9 kwa mchezaji wa kigeni. Sasa tumebaki na Sulemani Mwalimu kwa hapa ndani, lakini tuna Mwangosi pia kaingia kwenye ingizo hili jipya dirisha dogo, na bado ni bwana mdogo, anatakiwa kuendelea kulikava, bado hajawa sawa kuhakikisha kwamba anaweza kwenda kupambana kwenye mikiki kwenye mechi ngumu. Kwa hiyo binafsi lazima ajitafakari kwamba nikitoka Mwalimu ni mimi ambaye napambania nao, nikiwa mimi Mwalimu mwanake atakuwa apambanie nao. Kwa hiyo hakikisha kwamba kama kuna vitu ambavyo anavifanya basi achane navyo, hakikisha anapambana kwenda kuisaidia klabu, kwa sababu kaangalia adhabu yake tayari imeshatamatika. Michezo 5 inaelekea kwisha kuelekea mchezo wa kesho. Kwa hiyo naamini binafsi anarejea kwenye kiwanja cha mazoezi, anarejea kwenye viwanja vya mechi kuja kuipambania klabu ya Simba. Kwa hiyo apunguze sasa hizo changamoto zake ili hakikisha anaendelea kuipambania klabu yetu. Hakuja Simba kuja kutembea, amekuja Simba kufanya kazi. Kama unavyomuona mtoto kapigiwa kelele sana, watu wamemwataki sana kama mchezaji wa kawaida, lakini mwisho wa siku huyo mchezaji anaonesha matunda yake na anawajibu mashabiki wa klabu ya Simba ambao wengi walimkataa.
Kibabage. Mbona anawajibu mashabiki wa klabu ya Simba? Naamini yule mtoto alikuwa anatamani kucheza Simba muda mrefu. Kule kwingine alikuwa anapoteza muda. Yaani unaweza kumwambia Kibabage kama ndo kazaliwa upya. Kumbe ndo alishapita vilabu kadhaa, lakini mwisho wa siku ndo tunamuona sasa hizi anapiga kazi. Kwa mimi naamini binafsi nimwambie umri wake bado unamruhusu. Na Simba kama unavyojua, Simba ni kama uko ofisini. Hautumii nguvu, unashika peni na karatasi. Yaani pale sio sehemu ya kubeba mizigo, lakini kule nyuma mwiko alikuwa anabeba mizigo. Si timu ya makuli, si timu ya makuli lazima uwe na nguvu. Kama huna nguvu huwezi kubeba mzigo. Kwa hiyo naamini pale atafanya kazi vizuri tu na atapambana na kila mwana Simba atafurahia kitu anachokifanya Kibabage ndani ya Simba Sports. Nandi, kuelekea mchezo tarehe 1, zungumza na mashabiki lolote ambalo pengine natamani kushare nalo kuelekea mchezo huo. Kikubwa sisi kama mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba, angalizo langu tuhakikishe tunaipambania klabu. Ndio maana slogan yetu inasema Simba nguvu moja. Simba nguvu moja maana yake ni ushirikiano wa pamoja, kuanzia mashabiki, wanachama, wachezaji, benchi la ufundi, viongozi na mpaka pichi tunaenda kuitumia, lazima ishirikiane na sisi ndipo mpira uweze kutembea. Kwa hiyo naamini tukishirikiana kwa pamoja hivyo vitu vyote vikikamilika, mimi naamini kwenye hiyo michezo ambayo ipo yote tutaendelea kuelekea kupata alama 3 bila shaka. Tutapata alama 3 kesho, nguvu moja iendelee, lakini pia tutapata alama 3 hiyo tarehe 1 ya mwezi wa 3. Sisi tutaenda kupata alama 3 pia. Kama ilivyo mwezi wa 3 na sisi tunataka kwenda kupata alama 3. Tunazipataje alama 3? Lazima tuhakikishe nguvu moja ipo sawa sawa. Nguvu moja ipo kiuweledi zaidi. Mbona bwana, mashabiki tujiandae kusafiri, naamini tutasafiri. Tujiandae kusafiri kwenda Nyuamani Zanzibar, kwenda kuisupport timu yetu, kuhakikisha inapata matokeo mazuri. Heshima msimu huu naiona inarejea Msimbazi kwenye NBC Premier League, lakini kwenye CRDB Bank. Shukrani sana. Asante sana.